Karibu katika Mohamed Talk. Leo tutamwangazia Joseph Kusaga, ni mwanzilishi na mmiliki mkuu wa Clouds Media Group CMG, maarufu kama Joe Kusaga. Katika safari ya kujenga himaya hii, mshirika wake mkuu wa karibu na aliyekuwa injini wa ubunifu alikuwa ni marehemu Ruge Mutahaba. Hapa ni historia ya Joseph Kusaga na ukuaji mzima wa Clouds Media kwa urefu zaidi. Maisha ya awali na mapenzi ya burudani. Joseph Kusaga alizaliwa mkoani Mara, Musoma, na baadaye kuhamia Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 5 baada ya baba yake alikuwa mtumishi wa serikali kuhamishiwa kikazi. Passion ya muziki. Tangu akiwa kijana mdogo, Joe alikuwa mpenzi mkubwa wa muziki na mitambo ya sauti. Kazi ya udj. Kabla ya kuanza redio alijulikana kama DJ Emperor. Alianza kuratibu matamasha ya kupiga disco, Clouds Disco, Mawingu Disco, akiwa bado anasoma masomo ya ufundi wa umeme electronics chuoni. Kuzaliwa kwa wazo la Clouds. Mwaka 1990, wazo la kuanzisha kituo cha redio ilikuja baada ya Joe Kusaga kutembelea nchini Marekani, Los Angeles na New York. Alivutiwa na jinsi redio za kule zilivyokuwa zikicheza muziki wa kisasa na kuwa na mwingiliano wa moja kwa moja na vijana. Kukutana na Ruge. Akiwa Marekani alikutana na Ruge Mutahaba ambaye alikuwa akisoma huko. Wawili hao waligundua kuwa wana maono yanayofanana, kutaka kubadilisha sekta ya habari na burudani nchini Tanzania, ambayo wakati huo ilikuwa imetawaliwa na redio za serikali zenye mifumo rasmi sana. Maana ya jina Clouds ni kifupi cha cool, lovable, outrageous, unique, dynamic sound. Kuanzishwa kwa Clouds FM mwaka 1998 mpaka mwaka 1999. Clouds FM ilianza rasmi Disemba 3 mwaka 1999. Baadhi ya kumbukumbu zinasema maandalizi yalianza mwaka 1998. Changamoto za mwanzo. Walianza kwenye studio ndogo sana, lakini walikuja na staili mpya ya utangazaji, The People Station, ambapo watangazaji waliongea lugha ya mitaani na kucheza muziki wa Bongo Flava ambao wakati huo ulikuwa na unadharaulika. Mchango wa sanaa. Clouds ndiyo iliyobeba dhamana ya kukuza wasanii wa nyumbani kupitia matamasha kama Fiesta, ambayo yamekuwa matamasha makubwa zaidi ya muziki Afrika Mashariki. Ukuaji wa himaya, multi-media empire. Chini ya uongozi wa Joe Kusaga kama mkurugenzi mtendaji CEO, kampuni yake ilikuwa na matawi mengi: radio, Clouds FM, Choice FM ya Kiingereza na Coconut FM ambayo iko Zanzibar. Television ni Clouds TV pamoja na Plus TV. 3, matawi ya kimataifa. Walifungua ofisi hadi Abu Dhabi, Clouds Media International na nchini Rwanda. Miradi ya kijamii. Mradi kama Fursa na Malkia wa Nguvu iliyolenga kuwawezesha vijana na wanawake kiuchumi. Hali ya sasa na maono. Mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 hadi kufikia Februari 2026, Joseph Kusaga amebaki kuwa mmoja wa wafanyabiashara wa habari kwenye ushawishi mkubwa zaidi. Teknolojia na AI. Mnamo Julai 25 mwaka 2025, Joe Kusaga aliingia mkataba mkubwa wa ushirikiano wa MOU na kampuni teknolojia kimataifa Calcus Network kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya kidijitali na matumizi ya akili mnemba AI katika sekta ya habari Afrika Mashariki. Uwekezaji nje ya habari. Amekuwa mwekezaji kwenye sekta ya kidijitali na teknolojia ya data center, akiamini kuwa mustakabali wa habari upo kwenye internet na teknolojia za kisasa. Tuangalie jedwali la umiliki wa hisa pamoja na makadirio ya BRELA. Mmiliki na asilimia za hisa. Joseph Kusaga ana 50% katika asilimia zake za hisa, lakini Clouds Entertainment Limited 50%, ambayo ndani yake kuna wanafamilia na wadau wengine.
Ukweli wa kuvutia ni kwamba licha ya mafanikio makubwa, Joe Kusaga anajulikana kwa tabia ya kuwa nyuma ya pazia, low profile, akipenda kutoa nafasi kwa watangazaji na wabunifu wake wang'are zaidi kuliko yeye mwenyewe. Endelea kutufuatilia zaidi, subscribe, comment, view kwa taarifa nyingi zaidi. Karibu tena kwenye Mohamed Talk, funguka nasi. Usisahau kusubscribe,